Na mtazamaji wa Sanga Media TZ, karibu tena katika kipindi chako cha michezo kinachokwenda kwa jina la Fair Play. Tunatumaini ni mzima wa afya, lakini tuna takriban siku kadhaa tujafanya vipindi ambao ni vya live moja kwa moja tukiwa tuko studio kulingana na changamoto za hapa na pale, lakini sio changamoto ambazo labda ni mbaya, la hasha, kwa maana tulikuwa tuko busy sana kwa ajili ya kupa update mbalimbali ambazo tulikuwa mara nyingi tunakurushia matukio ambao mara nyingi uongozi wetu huwa unatoka unaenda baadhi ya sehemu kutafuta baadhi ya content au baadhi ya matukio na kuweza kurushia katika channel yetu. Hivyo tumekuwa mara kadhaa tunakosa muda kukaa hapa studio na kuweza kujadili baadhi ya mambo, lakini mwisho wa siku ni kwamba kikubwa tumekutana tena tukiwa bado ni wazima wa afya. Tuko mbele ya kamera yako ya Sanga Media TZ kwa ajili ya kupa sasa update mbalimbali. Tunatumaini na tunajua kwamba ligi ya Tanzania Bara inakaribia kufika mwishoni. Hivyo basi tutaenda kujadili kidogo mechi ya Simba Sport Club ambao watacheza hapo kesho, lakini tutaenda kuangalia sajili mbalimbali ambazo zinaendelea barani Ulaya, lakini pia pamoja na Afrika, lakini pia pamoja tukiangazia zaidi katika vilabu vyetu vikubwa vya Simba na Yanga. Kwa hivyo tutagusa baadhi ya sajili ambazo tayari ni official, lakini pia tutagusa baadhi ya sajili ambazo yani kuna uvumi. Kuna baadhi ya uvumi hapa na pale, labda fulani anaenda huku, fulani anaenda huku. Kwa hiyo tutajaribu kugusa baadhi ya sajili ambazo ni uvumi, bado haijawa ni official kabisa, lakini tutagusa pia kwenye sajili ambazo tayari shakuwa ni official. Kwa maana kama baada fulani anaenda sehemu fulani, fulani anaenda fulani. Lakini katika usajili hizo hatutogusa tu katika ligi ya Tanzania, tutaenda hadi Ulaya kwa ajili ya kuangalia baadhi ya wachezaji wanatoka vilabu hivi na kwenda vilabu vingine. Tunatambua kama baadhi ya vilabu, baadhi ya klabu kubwa ambazo zipo barani Ulaya zilizokuwa nyingi, ligi tayari ishatamatika bwana Mkari, lakini hata si wenyewe pia, lakini nadhani kwamba tuko ukingoni. Kwa hiyo hata sisi pia tunaamini kwa nchi zetu za Kiafrika na sisi pia ligi ndio zingine zimeshaisha, lakini zingine ndio zipo mwishoni kwenda kutamatika. Lakini siko peke yangu hapa studio, nipo na ndugu yangu na kwenda kwa jina la Karimu Mkali, yeye ndo mchambuzi wa zamu kwa siku ya leo. Najua Sanga Media ni timu ya watu wengi sana. Sanga Media tuna timu ya watu wengi ambao wanachambua, wanakupa vitu ambavyo ni uweredi, vitu ambavyo ni yakinifu zaidi. Lakini kwa leo nipo na Karimu Mkali, yeye ndo ataenda sasa, nitaenda kumpa fursa ili aweze sasa kukuletea baadhi ya mambo mbalimbali ambao sasa hususan nikayaandaa kabla hajaingia katika ofisi au headquarters za Sanga Media TZ. Bwana Mkali. Naam. Bwana karibu sana, na natumaini uko mzima wa afya kwa sababu mpaka umefika hapa, natumaini unaendelea vizuri, lakini tuna takribani wiki 2 au 3 hatujafanya vipindi ambavyo ni vya live tukiwa bado tupo katika studio za Sanga Media. Lakini kama alivyosema awali kwamba sio kwamba bado tulikuwa tunapenda kufanya vipindi vya live, ila tulikuwa tuna program nyingi sana ambazo tunatoka kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kuchukua matukio na kwenda kuyarusha katika channel yetu. Na wewe umekuwa ni miongoni mwa wachambuzi au watangazaji ambao umekuwa mara nyingi ukiteuliwa na uongozi na kwenda baadhi ya sehemu na kwenda kufuata taarifa mbalimbali. Lakini leo tumekutana tena katika studio zetu. Hivyo basi nataka tukajadili kidogo mchezo wa Simba Sport Club ambao unaenda kuchezwa hapo kesho, ambao ni CRDB Federation Cup. Baada hapo lakini nataka pia tuangazie sasa baadhi ya vumi mbalimbali za masuala ya usajili. Kuna baadhi ya watu tunasikia kama anatoka huku anaenda Yanga, anatoka Kagera sio anaenda huku, tuweze kujua. Lakini wewe kama mwandishi naamini kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari ushaviandaa ambao unaenda kuwapa sasa watazamaji wa Sanga Media TZ. Karibu sana bwana Mkali. Naam kabisa. Kesho tutaenda kushuhudia mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Simba Sport Club, mchezo wa nusu finali. Okay. Kipindiko Dar es Salaam Yanga Afrika na kashatinga hatua finali, anamsikilizia Singida ama Simba Sport Club. Kwa kifupi Yanga Afrika tayari kashamaliza shughuli yake. Yeye anamsubiri yoyote anayekuja, yupo tayari kumpokea. Acheza na JKT Tanzania akapata ushindi wa mabao 2 kwa 0. Okay. Kwa hiyo anamsikilizia Simba ama Singida Black Star. Pia leo hii tungeshuhudia mchezo wa finali ya mguu wa pili ya barani Afrika, akimkaribisha Mamelodi kule mjini Cairo. Okay, hiyo ni CAF Confederation Cup sasa. CAF Champions League. CAF Confederation Cup ishaisha tayari. Ambao ni Simba Sport tayari kaambulia manyoya. Ndio. Okay. Na pia kwa hiyo tungeshuhudia mchezo huo. Lakini wameipeleka mbele mechi. Okay. Tuchezeka tarehe 1. Pia kesho hiyo tutaenda kushuhudia mchezo wa UEFA Champions League. Paris Saint-Germain dhidi ya Inter Milan. Na leo hii Inter wametangaza rasmi kwamba watavaa jezi za rangi ya njano kuelekea mchezo wao wa finali. Okay. Na kabla tujafika sana mbali Mkali, samani kidogo nikusimamishe hapo, kuna kitu umekizungumza nilikuwa nataka nikupe ndani ya sekunde kadhaa uweze kidogo kukijadili. Umesema mchezo wa mguu wa pili leo hii umeahirishwa. Ambao utakiwa upigwe leo hii Misri. Na kwa nini labda bwana Mkali unahisi labda ni kwa nini labda mara nyingi
mipira ya Kiafrika yani imekuwa ina mambo mengi, yani kuna jitokeza kwa sintofahamu nyingi sana, lakini tunatambua kama wenzetu barani Ulaya, kwa maana ni tarehe kishapangwa, hiyo ni fixed, mvua inyeshe, mvua ifanyeje, vitu kama hivyo. Na ukiona kuna airisho kwa mechi, ukiona hivyo basi kuna tukio kubwa, huenda nchi husika ambayo mechi inaenda kuchezwa na rais kafariki, au kiongozi mkubwa katika serikali labda kafariki katika huo mji husika. Tunakumbuka mzunguko wa kwanza dabi ya Liverpool dhidi ya Everton. Okay. Mpira ulihairishwa mara tu baada ya barafu nyingi kumwagika pale ndani ya uwanjani. Okay, na jitihada lakini zikafanyika kutoa zile barafu, lakini bado ikawa zikashindikanika. Wajaribu labda kupiga pasi mpira, lakini mpira ukaonekana uendi. Lakini kwa Afrika unaona imekaeje? Naona kama vile Afrika mara nyingi huko kwetu yani hatuzingatii sana, yani hizi tarehe zinapangwa lakini mara nyingi zinakuwa sio fixed. Unahisi labda shida ni nini hasa? Ujue shida ya mpira wa Kiafrika ndio tunarudi kule. Nilishakuongea katika kipindi kimoja kwamba hata hii mambo ya bosi mmoja kudhamini vilabu vitatu inakuwa si vizuri sana. Kwa sababu unajua unapodhamini vilabu vingi halafu unapoulizwa kwamba timu gani ambayo unawekea maximum kupata ubingwa, unataja timu fulani, kwa hiyo sio vizuri. Na tunachukulia mchezo wa RS Berkane dhidi ya Simba. Kuna baadhi ya watu, kuna video zilitrend, nadhani sio kama ulipata baada ya kuziona, kwamba wale marefa leo chezesha mpira baada ya mchezo walienda katika vyumba vya timu ya Berkane na wakawa wamekaa meza moja na viongozi wa Berkane. Yaani viongozi wa Berkane pamoja na timu nzima ya marefari wakawa wamekaa wote pamoja wakiwa wanajadili baadhi ya mambo. Wakati mimi ninavyojua kwamba wale marefa pia wanakuwa na room dressing zao. Lakini wameenda katika vyumba vya badilisha ngoma Berkane na viongozi. Video zile zilipata bahati za kuchukuliwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiangalia kwa Ulaya mara nyingi havitokei. Yaani vitu ambavyo vinatokea Afrika. Tunaoitwa ni ushamba fulani yani. Kwa hiyo ile pale kwa sio vizuri sana. Ujue mpira ni mchezo wa wazi. Kama unaangalia mechi ile ya Simba na Berkane, ni mechi ambayo unaona zaidi shairi bingwa ni nani. Sema kutokana na vipengele vile pale. Ndio hivyo. Kagoma kapata kadi nyekundu, ile tunaiangalia ile kadi nyekundu, sawa amecheza dangerous. Foul. Kacheza kwa nyuma. Lakini kucheza kwa nyuma sawa, kaslide lakini kagusa mpira kwanza. Ili kwa kumweka sawa Yusuf Kagoma angemwonyesha kadi ya nini? Ya njano moja kwa moja. Na alifanikiwa hivyo kuonyesha kadi ya njano. Lakini kwa kushinikizwa na watu wa VAR kama tukio hilo wala sio la njano akapata kadi nyekundu. Tunakuja hata goli waloshinda DSM Kwala, unaona goli limekataliwa na ndio linafanya Simba atoke mchezoni, wakaruhusu goli, mechi kaisha sare. Kwa kifupi ni kwamba tukienda sasa kusitisha huo mjadala, kwa maana kwamba kwa kifupi ni kwamba mipira ya Kiafrika inakuwa na mambo mengi sana ambayo yanakuwa yako nje ya uwanja. Yani kwa michezo ishachezwa. Yani ishachezwa ni mipira yetu. Unajua kama mechi ile imesha sare. South. Ina maana kwamba hata pale Misri kisha buyu kombe kachukua Piramidi. Unaona? Alafu pia makao makuu ya CAF hapo Misri kule. Unaona? Kulikuwa hakuna sababu za msingi za kugairisha ule mchezo. Lakini hao ndio viongozi wapo juu ya sheria ya mpira wa Afrika. Kwa mipanga hivyo sawa. Kwa kifupi ni kwamba ni kwa mfumo huo au kwa maelezo hayo bwana Mkali machache sana uliyoweza kuyatoa na wanaokula chakula chetu ambao ni watazamaji wa Sanga Media, ni kwamba kwa kifupi ni kwamba hamna sababu za msingi ambazo zimetolewa na CAF, kwa maana kwamba labda mpira unaahirishwa kutokana na sababu moja mbili tatu. Mechi ilikuwa 91 Miguelisha. Hivyo. Anyway, acha tuifunike bwana Mkali. Hebu tuende sasa tukaendelee, kwa sababu bwana Mkali ni kwamba tumeongea hapo awali kwamba Simba Sport anaweza kucheza sasa hapo kesho. Hebu jaribu sasa kuwapa baadhi ya vitu vichache ulivyoviandaa hususan kwa watazamaji wetu, hususan mechi ya Simba Sport Club ambao akiweza kupata matokeo maana anaenda moja kwa moja finali ambapo atamkuta Young Africa. Kama atapoteza maana yake mpinzani wake ndipo anaenda kukutana na Young Africa. Jaribu sana kupa ndani ya sekunde kadhaa kauzungumzie mchezo. Na mchezo wa kesho utakuwa mchezo mgumu kama ulikuwa mchezo wa juzi wa NBC Premier League. Singida Black Stars dhidi ya Simba Sport Club ambao mchezo unachezeka pale Arusha katika uwanja wa CCM Kwala. Uwanja Fountain Gate. Tunakumbuka mara mwisho ule uwanja wa Simba matokeo yake yalikuwa rafiki ambao Ladaki Juma Chasambe alipata kujifunga katika uwanja ule. Kwa hiyo nusu finali wamepelekwa kule. Na imani mchezo utakuwa mgumu, ufuta ni kuvute. Unajua mechi ya Singida na Simba haijai kuwa mechi nyepesi. Okay. Mechi ya Singida na Simba haijai kuwa mechi nyepesi. Tofauti kucheza na Yanga.
Okay. Naenda kusema mtoto wa mjomba na shangazi. Kwa mechi inakuwa tight sana, tutashuhudia mpira mzuri. Hata ijiandaa vizuri ndo atatinga finali. Lakini kwa Simba naona mechi kaipania sana. Maana nasema ndo mtani kamkimbia nataka wakutane kule. Kule mna kukimbiana. Okay. Kule ni lazima mcheze tu. Okay. Japokuwa kwa upande mwingine amesema bwana sisi hatuchezi ng'o. Kwa hiyo unasema kwamba kwa kifupi ni kwamba Simba kama ataweza kupata matokeo kesho moja kwa moja, maana sasa anaenda kuvaana na Yanga Afrika. Nadhani hiyo sasa baada ya mechi ya kesho nadhani tutarudi sasa bwana mkali, sasa tuweze kuchambua huo mpira kwamba ilikuwa ni mechi ya aina gani. Wakati tushajua sasa nani kapata fursa ya kupita na yupi ambaye hajapata fursa ya kupita. Lakini bwana mkali, hapo kuna baadhi ya sajili mbalimbali ambazo zinazidi kuendelea. Kuna zingine ambazo bado hazijawa ni official lakini ni sajili ambazo ziko chini kwa chini, na kuna baadhi ya taarifa zingine ambazo ni official hususan za barani Ulaya na zingine za Kiafrika. Lakini nataka kwanza uanzie barani Ulaya, baada hapo sasa turudi katika nchi ya Kiafrika tuje tumalizie fununu mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea katika ligi kuu ya Tanzania bara ambayo ni NBC. Nashukuru sana Mr. Sanga kwa kunipa kijitiki, tena nashukuru sana. Okay. Klabu ya Liverpool imekamilisha usajili wa Jeremia Frimpong mwenye umri wa miaka 24. Wamemsajili leo hii. Pia tunaangalia taarifa ya bwana Trent Alexander-Arnold. Moja kwa moja akatua nyingi sana pale Real Madrid. Kwa nini Real Madrid wamemsajili Alexander-Arnold? Tena hapo nahisi labda kwamba anaweza akatoa mchango fulani kwa Real Madrid. Mchango utakuwa mkubwa sana. Kwa nini? Kutokana fullback ya Real Madrid Dani Carvajal ni edge go. Okay. Edge go pia amepata majeraha mara kwa mara, inawazalimisha sasa Federico Valverde ambaye anacheza namba 8 kwenda kucheza fullback namba 2. Federico Valverde. Bwana huyu ni Uruguay. Bwana Federico Valverde kwenda kucheza nafasi fullback namba 2. Ama kumchukua Babu Lucas Vazquez akacheze kule. Kwa usajili wa Alexander-Arnold utafanya vizuri sana pale. Kwa hiyo binafsi kwa uchambuzi wako yakinifu unahisi kabisa ni katika usajili huo hawajakosea. Hapo hawajakosea kabisa. Kwa sababu kwanza umri mdogo, kwa hiyo ataenda kuperform kwa namna wewe unavyotarajia. Kabisa. Na okay, tuendelee bwana mkali. Pia kuna sajili ya bwana Angel Di Maria kutoka katika klabu cha Benfica kutimkia huko Brazil katika klabu ya Rosario Central. Pia tujaishia hapo. Hapa kuna kauvume kidogo bwana Liam Delap kutakiwa na Chelsea. Huyu kijana mwenye umri wa miaka 22 japokuwa timu yake imeshuka daraja. Ipswich Town. Na hapo na mimi kidogo labda nijazie kwa watazamaji wa Sanga Media. Nadhani bwana mkali umemsikia akasema ni uvumi, kwa sababu tunajua unajua nchi yetu ni huru, kila mtu ana haki ya kuzungumza chochote. Utaona hata baadaye kwenye ma-comment sio mbona hajasajiliwa sio nini vitu kama hivyo. Kasema huu ni uvumi. Maana yake inawezekana ikawa deal done au isiwe deal done. Tuendelee bwana mkali. Na pia hapa kuna mchezaji bora wa msimu katika ligi ya Saudi Arabia amechukua bwana Cristiano Ronaldo. Okay. Na pia tukienda katika ligi kuu ya Portugal msimu huu mchezaji bora amechukua bwana Victor. Okay. Tukija katika ligi ya Uturuki mchezaji bora amechukua Victor Osimhen pia. Okay. Tukienda katika ligi ya South Africa bwana Lucas Beiro anacheza Mamelodi Sundowns. Ndio mchezaji bora huyu wa msimu huu. Pia tukienda ligi ya Jupiter hii alicheza mpaka Samata katika Club Brugge hapa bwana Toulouse na watu wengi sana. Pia hapa kuna uvumi wa Rashford kutua Barcelona. Okay, Rashford kutua. Wengine wanasemaga Mpemba huyu. Bwana Rashidi. Pia kuna Lukeba anahusishwa pia na Liverpool. Okay. Pia na Gavi Samson kijana mahiri sana anakipiga pale RB Leipzig. Okay. Mchezaji mmoja hatari sana, winga moja ya kuchungwa. Huyu mchezaji alikuwa anacheza Paris Saint-Germain. Akatemkia RB Leipzig ya German. Okay. Mara tu baada ya Kylian Mbappe kwenda Real Madrid, watu wengi wa mashabiki wa Paris Saint-Germain walijua kwamba kijana wao atarudi tena wapi? Pale PSG kwa kukaba pengo la Mbappe, lakini haikuwa hivyo. Pia hapa kuna matarajio yao yamegonga mwamba. Uvumi wa Nico Paz, umri mwenye miaka 20, anatarajiwa kwenda Real Madrid. Hiki ni kitasa, ni winga teleza, kijana mdogo mwenye miaka 20. Na hii
taarifa itakuwa shakamilika kamili kabisa. Okay. Huyu bwana huyu anacheza klabu ya Como. Okay. Hii klabu ya Como ndio anafundisha alikuwa mchezaji wa zamani wa Arsenal na Chelsea pamoja na Barcelona, Cesc Fabregas. Nadhani unamkumbuka. Okay. Pia bwana mtu mmoja anaitwa Kang Lee. Anakipiga pale Paris Saint-Germain. Ni beki huyu. Anahusishwa kwenda katika klabu ya FC Napoli. Pia hapa kuna Franken. Anakipiga klabu ya Brentford ya Uingereza. Anahusishwa kwenda Bayer Leverkusen. Taarifa ni nyingi sana. Okay. Jonathan Tah moja kwa moja akasajiliwa na Bayern Munich. Okay. Pia ameenda kama mchezaji huru. Kuna vingi sana vingi kweli kweli. Okay. Na hapo lakini bwana Mkali, kama ulivyosema tuko na vitu vingi zaidi, lakini sasa acha sasa kwa upande wa barani Ulaya au na Afrika kwa ujumla tufikie huko, lakini nataka sasa bwana Mkali, japo sisi bado pia tuko Afrika, ila nataka tuguse zaidi sasa katika NBC Premier League. Bwana Mkali, mpaka leo naingia hapa studio, kuna baadhi ya taarifa ambazo nimezisikia, sijajua kama itakuwa ni official au sio official, kwa sababu sisi kama waandishi tuna vyanzo mbalimbali vya kuweza kupata habari mbalimbali ambazo zinatokeza hususan katika nchi yetu. Lakini sasa taarifa ambayo naona kama vile imeanza kutikisa masikio ya watu wengi katika jiji la Dar es Salaam ni usajili wa Feitoto Abdalla kwenda Simba Sport Club. Je, taarifa hizi mpaka dakika hii bwana Mkali, labda kwa vyanzo vya habari vya Sanga Media TZ, unahisi dili hili lishakamilika au bado halijakamilika? Kwa sababu tumeona mara kadhaa uvumi mbalimbali, huku baadhi ya wasemaji wa Yanga na mashabiki wakiwa wanavutia wenyewe upande wao kwamba bwana ule ni mtoto wao tu, makosa aliyofanya awali tumemsamehe na tunaamua kumrudisha tena nyumbani. Lakini wakati huo tena tukisikia tena baadhi ya kauli za upande mwingine tena, hapo tunazungumzia na watoto wa Msimbazi, watoto wa Kariakoo town kabisa, round about hao nao wanadai kwamba bwana Faisal hii ni mali yao. Je, kwa vyanzo vyako vya habari bwana Karimu Mkali, unahisi hili dili la Faisal Salum bado halijakamilika kwenda Simba Sport Club au Young Africa, au bado ataendelea kuitumikia klabu yake Azam FC? Yaani tuache kupepesa macho kwamba Faisal Abdalla mpaka sasa tunavyoongea ni mchezaji halali wa Simba Sport Club. Okay. Hivyo ni vyanzo vyako vya habari? Yaani hivi ni vyanzo vyangu na wanaojua wanajua, japokuwa wengine wanajifanya hawataki kujua, lakini taarifa ndio hizo kwamba Faisal Abdalla ni mchezaji wa Simba Sport Club. Okay, lakini mimi 99.9. Lakini mimi binafsi naweza nikawa niko tofauti na wewe kidogo, au naweza nikawa labda ni miongoni mwa watu ambao labda najaribu kushirikiana pamoja na wale ambao wanadai kwamba bado hajasajiliwa na Simba Sport Club, kwa sababu wengi tumezoea kwa mara nyingi sajili kama hizi klabu katika page zao official huwa wana posti, lakini ukipita katika page ya Simba Sport Club bado hajaweka kama ni official kabisa ni mchezaji wa Simba Sport. Je, unahisi watu ambao wanahisi kama vile bado hajasajiliwa na Simba Sport Club, kweli kuna namna hapa ili taarifa zina ukweli ndani yake? Uwezi kumweka mchezaji akawa official kwa upande wako, alikuwa mwenyewe bado kuna mechi anazitumikia katika klabu yake anacheza. Okay. Kwa sababu msimu bado hujaishi. Lakini na imani msimu utapoisha basi mchezaji wa kwanza kutambulishwa na Simba Sport ni Faisal Abdalla. Okay. Ni mchezaji wa kwanza kutambulishwa na Simba Sport msimu unaofuata ni Faisal Abdalla. Okay. Kwa kifupi ni kwamba hizo taarifa ni official, japokuwa haziwezi kupostiwa katika page mbalimbali za hususan katika klabu ya Simba Sport. Hizo zitapostiwa baadaye. Baada ya ligi kutamatika sasa. Lakini mpaka sasa tunavyoongea hata Faisal anapojua interview zake nini ni kabisa, kwa mtu mwenye akili na mwenye kuchekesha bongo kabisa unaona huyu ni makundi fulani. Na pia kuna kauvumi kingine kwamba klabu ya Zamalek inahusishwa na kumtaka Clement Mzize aliyekuwa kocha wa mchezaji wa Young Africa. Ana umri wa miaka 21. Aliyekuwa kocha wa Orlando Pirates bwana Jose Riveiro amekuwa rasmi kocha mkuu wa National Al Ahly mara tu baada wa kocha wao yule wa Kijerumani baada ya kulikosa taji la Afrika. Okay. Kutokufika finali wakaona wewe si wa kwetu, utufai wewe. Okay. Wakamwacha. Lakini hapo mtazamaji wa Sanga Media kabla hujafika mbali, nadhani umemsikia katika vyanzo vyake vya habari bwana Karimu Mkali anadai hivi kwamba Faisal Salum Abdalla Feitoto
ni mchezaji halali wa Simba Sport Club, lakini kama kweli vyanzo vyake vya habari vinamaanisha, nadhani kuna siku tutakuja tukutane tena hapa kwa ajili ya kuja kuijadili sasa kwa uyakinifu zaidi hii issue. Kwa leo hii acha tumwache tukubaliane na maneno yake, kwa sababu kadai kwamba yeye vyanzo vyake vinadhihirisha hivyo. Kwa hiyo hatuna namna kwa sasa hizi, acha tumsikilize, lakini nadhani mara nyingi Waswahili wanasema kwamba ukweli huwa haujitengi na uongo. Naam bwana Mkali, tuendelee. Na tukija katika klabu ya Orlando Pirates, bwana Miguel Tim mwenye umri wa miaka 33 ni kiungo ameachwa na klabu, kwa hiyo hana timu. Kwa hiyo jamani, ndugu zetu mnaopanda madaraja akina Mtibwa, kuna mtu kaachwa Orlando Pirates. Kama mnaweza kuzungumza nao, mchezaji mkazungumza naye, huenda akaja kutua akasaidia, ana umri wa miaka 33. Na pia kuna uvumi hapa Azam FC wanataka kumsajili Mamadou Sey. Huo ni uvumi, lakini ni uvumi, bado ni taarifa ambazo bado sio official. Anacheza APR. Ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 24. APR ya Rwanda hiyo. APR ya Rwanda. Pia hapa kuna Kaglechane mwenye umri wa miaka 21, ni mshambuliaji huyu. Amesajiliwa. Pia kuna katetesi kidogo, kuna Likongolo Matru umri wa miaka 26, ni kiungo pia huyu. Kuna Kaizer Chiefs anataka kuachana naye. Pia katika chanzo changu cha habari hapa kuna uvumi pia, bwana Faisal Abdalla mwenye umri wa miaka 27, midfield, anahusishwa na klabu ya Simba Sport Club. Na anahusishwa na klabu ya Simba Sport Club. Alafu huku kuna kauvume kingine aka kalitrend kadogo aka cha Cristiano Ronaldo kuhusishwa na klabu ya Wydad Casablanca. Ronaldo mwenyewe huyo. Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 anahusishwa na klabu ya Wydad Casablanca, lakini ni uvumi. Huu ni uvumi. Lakini mara nyingi uvumi, mara nyingi inaweza kadil dani au baadaye inaweza isiwe deal dani. Okay. Na pia huku tukija huku kwetu kwa taarifa nyingine hii azizikisha kwa official tayari. Aziziki tayari ni official, kwa maana hadi page yenyewe pia ya Young Africa wamedhihirisha. Kaizer Chiefs walipata bahati ya kuzungumza naye, lakini walishindwana naye kwenye mazungumzo. Sio kushindana naye, kutokana na watu washaweka mpunga mrefu. Na watu mpira ni biashara. Mpira ni biashara. Hamna useme si kwa sababu huyu wako kwetu sisi. Kuna watu wa Msimbazi walilia. Tafsiri yake ni kwamba maana yake hata kama pia Simba Sport haiwezi kufika dau, basi ataondoka tena sehemu nyingine. Kwa maana mpira ni biashara. Huwezi kusema kwamba huyu si nini. Hapana kabisa. Na Halali pia ameongeza chombo kingine, kijana mwenye miaka 25. Okay. Winga anaitwa Ramdhani. Ahali wenyewe. Ahali wenyewe. Na msimu huu kombe wamelikosa. Ndio maana ametimua kocha yule. Bwana Bruno Ferri alikuwa kocha wa AC Vita. Ameachishwa kazi. Pia huyu Bruno Ferri alikuwa kocha wa Azam FC. Okay. Kazi yana. Kuna makocha wengi kazi ya taarifa kutana ni official sasa hivi. Marco Paqueta naye katemwa huko. Kazi yana. Marco Kola mule kaskidani naye ndo ameachwa na Lali. Okay. Kaja kocha wa Orlando. Okay. Watu bwana wapo serious. Okay. Washajua, yani misimu inaanza washajua sisi ni watu wa kufika stage gani. Okay. Lakini unalopanga wewe sio unalopanga Mungu. Kwa maana unaweza pia kuwa na kikosi bora na bado pia usifike malengo ambayo ulitarajia. Mfano Simba Sport wenyewe wanavodai kwamba target zao msimu huu ilikuwa ni kuvuka hatua ambayo mara nyingi walikuwa hawavuki. Lakini mwisho wa siku ni kwamba anaweza kusema wamefika finali ambao huenda wao kama uongozi au bodi huenda haikuwa target yao. Kwa mara nyingi katika mpira wa miguu kuna mengi yanatokea. Unaweza ukaplani hiki kikafeli kabisa kisifika hata robo. Unaweza ukaplani kingine pia ambacho yani ulihisi ufike sehemu fulani lakini ukafika hatua ambayo ni kubwa zaidi. Mimi nadhani bwana Mkali kwa leo acha alafu kuna nyingine hii wanaotafuta makocha. Lulani Mukwena aliyekuwa kocha wa Wydad Casablanca pia ameifundisha Mamelodi Sundowns, ametemwa na Wydad Casablanca. Kama kaweza kufundisha Mamelodi kaja Wydad Casablanca. Na pia kachukua CV yake basi ni kubwa huyo. Kachukua mpaka ili AFL Super Cup. Okay. Kabeba. Kabeba. Kwa vilabu ambavyo vinaweza vikajipambanua, maana yake ni muda wao huo sasa. Ni muda wao. Na pia ninaposikia za ndani kabisa kwamba Yanga anahusishwa kumtaka kocha huyu kwa msimu ujao. Okay. Kwa maana kocha ambao yupo saizi wanahitaji wasitishe kufanya naye kazi. Kocha huyu wa sasa hivi wa Yanga huyu si useme kocha mzuri, anashinda sawa. Lakini kwa nguvu za wachezaji. Unajua kuna kocha unamwona
kama Fadlu nasema kocha kwa sababu ya Fadlu kaikuta timu ambayo ameanza kuitengeneza yeye. Ile timu kaitengeneza. Takribani wachezaji wanaoanza kikosi cha kwanza ni wachache sana wanaanza na Simba. Okay. Yaani ni wachezaji watatu tu. Waloanza na yani ambao Simba mwaka jana walikuwepo wanaanza kwenye kikosi kile. Ni Mohamed Hussein, Kapombe pamoja na Cheifondo Malone. Walobaki yote ni maingizo mapya. Okay. Na timu inafanya nini? Inafanya vizuri. Kwa hiyo unasema ni kocha mzuri na kocha amekamilika. Lakini huyu bwana ukitaka kuamini ukocha mifumo ni quality ya wachezaji naamua. Angalia mechi ya JKT. Iloisha bila. Ile mechi ile imeisha bila, lakini kabisa unaona hapa mbinu za kocha zishafeli. Kuna uwezo wa wachezaji binafsi. Akinaenda kuamua matokeo. Inazizikia akina Chama. Naamua matokeo sasa. Lakini usema kama ndogole kocha kusema kocha kama kocha hapana. Pia anahusishwa kwenda Yanga Africa. Okay. Mimi rahisi msimu anaweza kutoa Yanga. Okay. Na bwana Mkali, mimi nadhani kwa leo tufikie tamati, lakini nadhani tukutane na kesho hapa sasa kama tunaweza kupata wasaa, kwa maana tukutane sasa kujua baada ya vile vikosi ambavyo listi ya wachezaji ambao kesho wataanza tuweze kujadili, lakini pia kama pia tutaweza kupata wasaa pia basi tutakutana pia, lakini jioni baada ya mechi kutamatika ili tuweze kujua sasa nani ambaye anaenda sasa ambaye anaenda kukabiliana na Young Africa watoto wa Jangwani. Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ, tumefikia tamati mwa kipindi chetu cha michezo kinachokwenda kwa jina la Fair Play. Sikuwa peke yangu hapa studio, nilikuwa na ndugu yangu anakwenda kwa jina la Karimu Mkali. Lakini kesho usisahau tukutane tena hapa katika studio zetu za Sanga Media. Kama bado hujasubscribe channel yetu, naenda ka subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata matukio yetu mbalimbali ambayo alafu kuna moja nimesahau kuisema. Okay. Fadlu Davis pia ndo amechukua kocha bora wa mwezi Mei. Okay, katika NBC Premier League. Okay. Kocha bora wa mwezi Mei ndio tutakozungumzia hapa. Okay, ambao ni NBC. Na mchezaji bora wa mwezi Mei ni Steven Dese Mukwala. Okay. Hiki kiumbe hiki kinakuwa kimbu sana. Lakini Simba Sport ni watafanya makosa sana wakiweza kumwacha. Kama wakimwacha Steven Dese Mukwala. Ni watafanya makosa sana. Mukwala ni mchezaji mmoja katili sana. Ni mchezaji mwenye maamuzi ya haraka. Ni mchezaji mwepesi. Yaani Simba hapa kama watamwacha kwa kifupi ni kwamba wavunje kibubu tu, wamuongeze tena mkataba. Wamuongeze mkataba. Au labda wamuongezee na mtu mwingine pia baada ya kumsaidia sasa. Wamuongeze striker mwingine katili ambaye waweze kumsaidia pale mbele. Yaani kwa wachezaji Simba kwa maana sio tena yeye ndio tegemezi. Wakiwacha Simba kuna wachezaji watakuja kujijutia. Kwa mfano Simba Sport walimwacha bwana nani? Walimwacha Medi Kagere. Medi Kagere amemwacha. Msimu ujao Simba alistruggle sana kupata striker. Kwa sababu unamwacha mtu, je, mbadala wake umeuandaa? Walifanikiwa kuleta mastriker. Yaani ndani ya msimu mmoja Simba alisajili mastriker watatu. Kwa kigeni. Wakaja tena kuingia katika dimbwi la kumpata Jobe. Jobe ni mchezaji ambaye alikupandisha sana mashabiki wa Simba sana. Wakaja kumpata Fred. Lakini zeni wakampata Dese Mukwala, japokuwa mechi zake za mwanzo Steven hakuwa na mechi nzuri sana. Lakini sasa hivi Steven Dese Mukwala kajipata kama alivyojipata Joshua Mutale. Kuna wachezaji wawili wa Simba Sport Club au ni silaha ambazo labda huenda baadhi ya mashabiki wanawabeza sana. Dese Mukwala pamoja na Joshua Mutale. Lakini kwa jicho lako ni kabisa kwamba ni watu ambao klabu inatakiwa ikae chini kwa waweze kuwaboreshea mikataba yao ambayo inakaribia kuisha. Wakae chini waboreshee mikataba yao. Waboreshee kwa kweli. Waboreshee kwa maana mchango wao ni mkubwa. Yaani hata kama ile goli aloshinda juzi bwana Steven Dese Mukwala na pia ndo alichukua bana of the match. Okay. Ile goli mchezaji wa kawaida ashindi. Yaani ile goli hata umpenda nili bwana ndugu yetu nani? Ateba Bida. Kama sio mnyumbulifu ushinde ile goli. Kwa Simba Sport Club nawaambia bwana, hiki kiumbe Dese Mukwala ni mchezaji mzuri sana. Kwa kikubwa anatakiwa waboreshewe mshahara wake. Mishahara yao waboreshewe. Ndio. Kama mikataba inaisha jamani waongezewe mikataba. Okay. Hiyo waendelee kusalia pale katika viunga vya Msimbazi. Maana sisi Waswahili tunasema kwamba usiache mbachao kwa msala upitao. Aisee. Na usiache mbachao kwa msala upitao. Na pia Wazalamu wakasema usilizarau dafu yalikuwa embe tunda la msimu. Aisee, sisi bwana tulikuwa pamoja. Huyu ni Mzalamu bwana, kizidi kumpa fursa bado tutakuwa tutoki studio. Tukutakie usiku mwema. Chao.